Katibu Mkuu wa Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Dr. Richard Muyungi amewataka vijana kuchangamkia fursa ya kuchakata taka kupitia teknolojia mbalimbali ili kujiingizia kipato na kusaidia kutunza mazingira pamoja na kufikia malengo ya Dira ya Taifa ya kuchakata 70% ya taka zinazozalishwa hapa nchini. Kama mnavyofahamu, tarehe 5 ya kila mwezi Juni huwa tunafanya sherehe ya Siku ya Mazingira Duniani. Sasa sisi hatutaki kuwa ni sherehe tu ya kula pilau, hapana. Siku ya Mazingira Duniani ni kazi. Siku ya Mazingira Duniani ni kuhakikisha kwamba kila Mtanzania tunamshirikisha katika jambo hili kubwa la dunia. Tuhakikishe kwamba masuala ya usafi, masuala ya upandaji miti na masuala ya usimamizi wa mazingira na makabiliano ya mabadiliko ya tabia nchi kama tulivyosema katika dira iwe ni sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Usafi ni jambo la msingi, lakini mjue taka pia ni faida, na nyinyi vijana mnajua nchi hii inazalisha takriban tani milioni 17 mpaka tani milioni 20 kwa mwaka, na tumesema ndani ya dira kwamba hapana, lazima sasa 70% ya tani hizi tuzichakate ziwe na faida. Tutategemea sana teknolojia kutoka kwenu. Ninaamini kwamba vijana mko wabunifu na uwezo wa kutupa teknolojia zilizo bora ambazo zitafanya taka sasa ziwe mali. Dr. Philipina Shayo ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya. Anasema kupitia chuo hicho tayari wanazo teknolojia mbalimbali za kurejeleza taka kama fursa za kiuchumi kwa vijana, ikiwemo kutengeneza hereni na marumaru za plastiki zitokanazo na mabaki ya takataka. Takataka zinatusaidia mbali na tunaona kama inachafua mazingira, inaongeza uchumi, kwa sababu ukiangalia kwa mfano kozi moja ya utalii ambayo tunafundisha pale MUST, wanachukua zile takataka wanatengeneza hereni kwa ajili ya kuuzia watalii, na pia wanatengeneza kutokana na takataka zile wanatengeneza mpaka na tiles za plastic kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi jinsi wa kutumia takataka ili kupunguza, sio kwa ajili ya kutupa, pia kuongeza uchumi. Na hata hivyo, mbali na kutengeneza uchumi, ina maana pia wanaboresha mazingira. Kwa hiyo unaweza kaona kwa minajili gani ambako Chuo cha Sayansi na Teknolojia Mbeya kimeweza kushiriki katika kuboresha mazingira. Mazingira ndio maisha. Mazingira ndio ni maisha ambayo tunayoishi kila siku. Kwa hiyo tukiharibu, basi tujue kabisa kwamba tunaharibu maisha yetu. Kwa hiyo kikubwa tutambue kwamba mimi ninapaswa kufanya usafi, mimi ninapaswa kupanda mti, lakini pia mimi ninapaswa kutunza mazingira. Kwa miaka 10 kuanzia 2026 tunakusudia tu tumepanda miti ipatayo milioni 10.5. Nadhani haya ndio malengo ambayo tumejiwekea na tunaanza kuyasimamia mwaka huu, mwakani hadi ifikapo. Tuna program maalum za kubadilisha taka kwenda katika bidhaa mbalimbali. Mfano, tunabadilisha plastic kwenda katika tiles. Kwa hiyo tunafanya innovation nyingi na tumefurahi sana kushiriki katika tukio hili la mazingira.